umeulizwa swali juu ya taharisha ama kujitaharisha kwa najisi ambayo inatokana na mbwa. Kwanza kabisa, katika sheria ya Kiislamu kuna najisi zimegawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni najisi iliyo hafifu ya chini, na kundi la pili najisi ya kati na kati, na kundi la tatu ni najisi iliyokuwa nzito. Najisi hafifu ni ile ambayo mtoto mdogo ambaye hajaanza kula chakula isipokuwa ni maziwa tu mama yake, haja yake ndogo ikidondokea katika nguo, hukumu yake ni kurashia maji. Hiyo ni najisi ndogo kabisa. Na kati na kati ni najisi ambayo mfano ya damu, tapishi na zinginezo ambazo ikitokea katika imeingia katika pahala, basi hukumu yake ni kuiondosha mpaka iondoke harufu yake na pia iondoke rangi yake au ladha yake ikiwezekana. Najisi ya tatu ni najisi ambayo hufungamana na mbwa. Hii kuondosha kwake ni mara 7. Na hili niliweke sawa, kumekuwa na kutofahamu ni ipi hasa najisi ya mbwa. Je, ni kunuswa na mbwa au ni kuguswa kwa ngozi yake, ni manyoya yake mbwa au ni nini? Jawabu ni kwamba najisi ya mbwa inakusudia luabuhu, yani yale mate yake au udenda wake, ule ndio najisi kubwa. Hivyo basi ikitokea Muislamu ikamdondokea udenda huu au mate ya mbwa katika nguo yake au pahala pa kuswalia au katika chombo chake, ima mbwa karamba katika nguo zake kafanya nini, basi hapa atapaswa Muislamu kutoharisha mara 7 ile eneo liloguswa na najisi ya mbwa. Kunaingia pia swala zima la kunusa. Mbwa akikunusa sio najisi kubwa, lakini inachukuliwa kunusa kwa sababu ile pua yake ikigusa katika pahala mara nyingi na maji, kwa hiyo pia itaingia katika hukumu ile ya kwamba kukosha mara 7. Na ushahidi wa kukosha mara 7 katika najisi ya mbwa ni hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayosema, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 5 ulahunna biturab, atakapo ramba mbwa katika chombo cha mmoja wenu, basi akikoshe chombo hicho mara 7, moja katika majosho hayo akoshe kwa mchanga. Kama ni nguo afanye hivyo, kama ni chombo afanye hivyo, kama ni pahala pa kuswalia au pahala panapaswa kuwa na tahara, inapaswa mtu afanye hivyo, aoshe mara 7, moja katika majosho hayo iwe kwa mchanga. Yapendeza josho la kati ima mara ya 4 au mara ya 5, kisha malizie kwa maji. Toharisho wa najisi ya mbwa ambayo najisi kubwa iliyokuwa nzito kuliko zingine utoharishwa mara 7, moja katika majosho hayo atoharisha kwa mchanga. Lakini pia inaweza kuwa imeingia katika mwili wa wanadamu, hukumu yake ni nini? Naye ajisugue kwa mchanga au naye afanye nini? Au aoge kabisa? Hukumu ni ile, ataosha mara 7 na atapukuta kiwango fulani kwa mchanga ili kuhakikisha utahara unapatikana katika mwili wake baada ya kurambwa ama kuguswa na mate ya mbwa kwa njia ya kunuswa, kwa maana pua lake au ulimi wake ama kinywa chake.